Hello, naomba unisikilize, usiondoke. Naongea na wewe unayenitazama sasa hivi, usiondoke. Naomba unisikilize, nipe dakika chache tu, natosha. Naomba nianze na hadithi fupi ambayo itakupeleka kwenye somo letu zuri la leo. Siku moja nilikuwa nimekaa nyumbani, nikataka niende kuwatembelea marafiki zangu. Nilipofika pale nikakuta wapo vijana wenzangu wengi wanapiga stori. Katika stori zile kijana mmoja wapo akaniuliza swali, akaniambia, "Teacher, hivi maisha haya unaonaje kwa sisi ambao pengine hatuna ndugu wa kutusaidia, hatuna chochote kile cha kushika, na wengine ni mayatima?" Aliponiuliza ile swali sikumjibu kwa haraka, nilitafakari sana na nikamuuliza hivi, "Unataka uwe nani?" Akanijibu, anataka aongeze biashara alionayo ikuwe zaidi. Nikamwambia, unawaza zuri sana. Kama unataka biashara yako ikue, mpaka hapo ulipo umefanya nini? Akaniambia hana cha kufanya kwa sababu yeye hana ndugu wa kumsaidia. Nikamwambia pole, lakini kama huna ndugu, wewe una nyumbani kwako? Ndiyo. Pale una shamba? Ndiyo. Lile shamba makadirio ukitaka kuuza sasa hivi napata shilingi ngapi? Akasema nikitaka kuuza ile shamba sasa hivi ninapata milioni 5. Mimi alivyoniambia hivyo, nikamwambia kwamba basi kama ni hivyo kweli, usilalamike kama huna mtaji, kwa sababu shamba lako linaweza likawa mtaji mkubwa sana la kukutoa hapo ulipo wewe na kwenda sehemu nyingine. Nilipomwambia hivyo alipata shauri, akasema, "Teacher, mimi siwezi kuuza shamba langu. Nikiuza watoto wangu watafanyaje?" Nikamwambia hivi, mimi siyasema shamba lako liuze. Shamba lilo nalo ambalo lina gharama ya milioni 5, unaweza ukaliuza, unaweza ukalikodisha, unaweza kushare na mtu ukapata hela, unaweza ukaingia benki yoyote ile ukapata hela na ukaanzisha ulicho nacho. Mfano, kama shamba la milioni 5, upo uwezekano wa kwenda kwa mtu au kwenda benki yote au sehemu yote ile ambayo inakopesha ukapata milioni 1 na bila tabu, kwa sababu tayari una sehemu ya kuweka. Sasa kupitia hii scenario ilinifundisha kwamba kuna uwezekano vijana wengi tupo hatujui nini maana mtaji, na tumekalili kwamba mtaji ni pesa tu. Lakini nisikilize, unaweza ukanielewa zaidi. Mtaji ni kitu chochote ulicho nacho ambacho ukikitumia vizuri kwa kutumia akili fanisi kinaweza kikaleta maendeleo chanya. Nikisema kitu chochote ulicho nacho, inawezekana una shamba, inawezekana una ng'ombe, sisi Wasukuma pengine, inawezekana una elimu, inawezekana una kitu chochote ambacho wewe unakiona ukikisamini kinaweza kikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtaji huu unaweza ukawa mtaji wa kuzaliwa nao, yaani umezaliwa ukaukuta tu upo. Mfano labda historia ya familia yako ipoje. Lakini pia kuna mtaji wa kutengenezwa, labda elimu, maarifa, umesoma, baada ya kusoma ndo ukagundua jambo fulani, ndo ukapata akili. Lakini pia unapozaliwa na talanta yoyote ule ni mtaji wa asili. Leo sasa nataka tukufundishe aina mbalimbali za mitaji ambayo pengine unayo, pengine moja hapo unaweza ukawa unao, au pengine rafiki yako akawa nao, au pengine unatamani uwe nao. Nisikilize. Mtaji wa kwanza ni mtaji wa akili, intellectual capital. Hapa ni uwezo wako wa kufikiri, ni ubunifu wako ulionao, na hapa ndipo una uwezo wa namna gani wa kutatua matatizo ulionayo. Lakini pia hapa nazungumzia ujasiri wa kujaribu mambo. Lakini mtaji mwingine hapa ni mtaji wa elimu, knowledge capital. Hapa nazungumzia maarifa ulionayo, nazungumzia ujuzi ulionao, nazungumzia uelewa wa kufanya kitu kwa ufasihi zaidi. Lakini pia mtaji mwingine hapa ni mtaji wa muda. Kila mtu ana masaa 24. Kupitia hayo masaa 24 wapo waliofanikiwa na wapo ambao hawajafanikiwa. Wapo wengine ambao wakiamka asubuhi haelewi nini cha kufanya,
Sikatai, pengine ni sababu ya maisha ambayo tunakutana nayo, lakini tujitahidi sana kutumia muda jinsi ulivyo sahihi zaidi. Lakini pia mtaji mwingine hapa ni mtaji wa mahusiano. Hapa nazungumzia watu unaoishi nao, nazungumzia watu unaoongea nao mara kwa mara, nazungumzia watu unaowafuatilia kwenye mitandao ya jamii. Watu tunaowafuatilia kwenye mitandao yetu ya jamii inaweza kawa ni mtaji mmoja hapo. Lakini pia mtaji wa mali na asset, hizi ni physical capital, ni mtaji, ni kama nyumba au talanta uliozaliwa nayo. Unajua talanta ni asset. Lakini kingine pia hapa ni mtaji wa maono na mwelekeo. Kama huwezi kuwa na maono, huwezi kufanikiwa kwa chochote, na mafanikio mazuri yanakuja kupitia maono. Kwa hiyo lazima utafakari, je, mimi nina mtaji wa maono au sina mtaji wa maono? Lakini pia kingine hapa ni mtaji wa afya na nguvu. Mtaji wa afya na nguvu. Afya ni kitu cha msingi sana. Fanya kila unachokifanya, lakini kisiasili afya yako. Lakini pia hapa ni mtaji wa imani na tabia. Huu na wenyewe unaweza ukawa moja hapo ya mtaji. Imani yako inasema nini kuhusu jambo la kufanikiwa? Wapo wanaoamini ili afanikiwe ni lazima aende kijijini akalime. Wapo wanaoamini ili afanikiwe ni lazima alime mihogo. Wapo wanaoamini ili afanikiwe ni lazima afanye hiki. Kwa imani yako unaweza kawa ni mtaji wa mafanikio yako. Lakini pia kingine hapa ni mtaji wa shida na historia. Aina mtaji wengi wanaipuzia, lakini ni aina kubwa sana ya mtaji. Mfano, wapo watu wanaofanikiwa au wanaopata hasira za kufanikiwa baada ya kupitia changamoto fulani. Mfano, mtu amekuwa akiwa na maisha magumu sana, amekuwa akimwona mama anavyoteseka, amekuwa akiona wadogo zake wanavyoteseka. Kwa hiyo anapopata chansi ya kufanya jambo fulani, anatumia kila nguvu kadri inavyowezekana kutoboa kimaisha. Kwa hiyo unaweza kawa ni mtaji wa msukumo. Historia ya maisha yako inamsukuma mtu kutumia potential energy aliyo nayo kwenye maendeleo. Kwenye physics, kwenye video moja nilifundisha kuhusu utajiri. Nikasema kwamba kila mtu anapokuwa amezaliwa anakuwa na potential energy. Sasa hii potential energy ndo inaweza ikachukuliwa kama mtaji. Sasa na hii potential energy manake itagawanyika kwenye hii mitaji. Wapo ambao hawana mtaji wa hela, lakini wana mtaji wa maarifa, wana mtaji wa afya. Kwa hiyo tumia mtaji ulio nao kwenye kufanikisha jambo fulani. Jiassess vizuri, ujiangalie, mimi sina mtaji wa aina gani? Kama huna mtaji wa elimu, tafuta elimu. Kama huna mtaji wa hela lakini umebarikiwa mtaji wa elimu, nenda tafuta kijana mwenzako ambaye ana mtaji wa hela, shirikiana naye. Of course hapa huwa ni ngumu, lakini unatakiwa uwe mbunifu, utafakari ni mtaji gani ambao nilio nao. Mfano kwenye Biblia tunamwona Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana mdogo sana ambaye alikuwa anapendwa na baba yake Yakobo, lakini ndugu zake walikuwa hampendi kwa sababu alikuwa ni kijana mwenye talanta kubwa na alikuwa ni kijana mzuri sana. Ndugu zake wanaamua kumuuza Misri kwa Farao. Alivyoenda kule alikuwa ni mtumwa, lakini alibarikiwa talanta ya kutafasiri ndoto na talanta yake, lakini alikuwa mtumwa. Lakini tazama jinsi Mungu alivyo ajabu. Sasa Yusufu kutoka kwenye utumwa hadi kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo yeye alitumia talanta yake kutoka utumwani kwenda kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo hata wewe kijana unayenisikiliza sasa hivi unaweza kabisa ukatumia mtaji wako ulio nao kutoka hapo ulipo kwenda sehemu nyingine. Narudia kusema, mtaji sio pesa tu. Kaa chini utafakari mtaji ulio nao. Kama ni asset, tafuta maarifa sahihi ya kuhusu asset yako. Hivyo naamini katika video hii utakuwa umejifunza zaidi kuhusu mtaji. Hivyo hii ni Nkwabi Academy, mahali tunaposafirisha physics kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kikubwa tu ni kusihi kijana mwenzangu, usichoke. Pambana kadiri jinsi inavyowezekana. Kaa chini, tafakari mtaji ulionao ni upi. Kama unaona una changamoto, futa mtu wa kuelezea zaidi kuhusu mtaji wako. Nawapenda sana. Asante.